واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكال حتى يفهمه. إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. Nami huwa napenda pamoja na kutamani kuzingatia itifaki, na hili ni mambo katika mambo muhimu sana, kwa sababu maelekezo yake tumeyapata kutoka kwa kipenzi cha Mwenyezi Mungu na kipenzi chetu, mtume wake wa mwisho bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pale alipotuambia anzilu nasa manazilahum, wawekeni watu katika daraja na nafasi zao. Haya ni maelekezo sahihi yasiyokuwa na shaka. Idha atakum karimu qaumin faakrimuhu, hadithi yenye maana kama hiyo iliyotangulia. Lakini ninapotaka kulitekeleza hili huwa na sita kwa kuogopea kuharibu, kuparaganya nafasi za watu kwa kutamka huenda kinyume cha nafasi zao au kwa kutojua. Niwaombe mashake zangu, wakubwa zangu, wenyeji wangu, kwa kuzingatia ugeni wangu hisan wa maana, mridhie kwamba natambua uwepo wenu na kila mmoja namweka nafasi yake ile aliyoiweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, makanatan wa rifa. Mniridhie kwa hilo. Na Waislamu wote pamoja na wanafunzi wenzangu, natambua uwepo wenu na nawashukuru wenyeji, akiwemo ndugu yangu kipenzi Sheikh Athmani Ndaki kwa kunitanguliza kwa utaratibu sio wa bahati mbaya, wa kukusudia, kwa kuzingatia kwamba baada yangu watakuja magogo watakaoweza kusawazisha mle nitakapokwenda jongo. Mwenyezi Mungu akujaze kila la kheri wote, na kuamkieni kwa maamkizi mema yenye baraka, maamkizi yenye amani tele, maamkizi ya watu wa peponi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nisipoteze muda, tupo katika jambo tukufu mno. Piga mstari katika neno mno. Tupo katika jambo tukufu mno, ongezea kweli kweli. Utukufu wake tunaupata ukisoma vitabu vya tafsiri na historia. Iliposhuka ile aya wa ankihul ayama minkum, ndio wasalihina min ibadikum wa imaikum, akabwagiza Mwenyezi Mungu kwa kusema in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadlih, wauzeni, wauzesheni wajane miongoni mwenu na wale wema katika watumwa na wajakazi wenu. Kisha akajijibu Mwenyezi Mungu, wakiwa hawana kitu, mafakiri, kwa kuwaozesha Mungu atawafanya wakwasi, atawatajirisha kutokana na fadhila zake, fadhila za Mwenyezi Mungu.
Mwenyezi Mungu anaamrisha kisha anajibu, waozesheni. Jawabu swali linakuja, hawana kitu tuwaozesheje? Maana dunia sasa kila ambaye ukimwambia kwa nini hujaoa, jawabu lake sina kazi, sina kitu, sina nyumba, sina cheo. Mungu anasema huo ujinga. In yakunu fuqaraa, wakiwa hawana kitu, hawana kazi, hawana vyeo, hawana kazi, hawana chochote, Mungu atawafanya wapate. Msalimu Mtume Muhammad. Ukisoma vitabu vya historia, siku iliyoshuka aya hii na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akawasomea maswahaba, walionekana nyuso zao si za kawaida. Abdullah ibn Umar, wakati ule kijana mdogo inashuka aya hii, alionekana katika viunga vya Madina akitembea akiruka mguu mmoja kwa furaha. Kwamba vipi wewe sahaba wa Mtume, mbona leo unaruka kama kiguru? Akasema leo umeshuka ufumbuzi wa matatizo ya dunia. Leo imekuja dawa ya umaskini. Leo yamekuja maelekezo ya unyonge. Anawajibu, soma vitabu vya tafsiri, wewe uliokuwepo hapa una ilmu nyingi kunishinda mimi. Lakini kwa sababu ya dhiki ya ufinyu wa uelewa kutokana na kusoma sana vilivyokuwa sivyo, ukiisoma aya hii kwamba ndoa ni solution ya maisha, msomi mno atakuona wewe darueshi. Msomi yoyote ukimwambia mtu wewe huna kazi, soma utapata kazi, atakuona wewe unamletea balaa. Ndiyo, kwa sababu yeye kasoma mno, lakini katika kusoma kwake kasahau kusoma maneno ya Mungu. Hii sio nadharia ya kibinadamu. Ni nani? Mwenyezi Mungu aliyomuumba mwanadamu, anayejua matatizo yake na dhiki zake na mikwamo yake, anakupa siri. Kama huna kitu wewe, oa. Msalimu Mtume Muhammad. Lakini wanasema watu wa tarika huku, idhil fata hasba i'tiqadihi rufi' wa man lam ya'taqid la yantafi'. Mtu hunufaishwa kwa itikadi yake, asiokuwa na itikadi hapati kitu. Kwa hiyo kama uamini, fanya shughuli zako. Lakini wanakuambia idha lam tara alhilala bil absar fasallim lirijali ra'awhu bil absar. Ikiwa hujawahi kuona mwezi, wakubalie waliouona. Mimi nilosimama hapa ni darueshi, na zaidi ya mke mmoja, huu mwaka karibu wa 16, na kila kitu. Msalimu Mtume Muhammad. Na kila nikikwama naongeza. Mkweli wa haya ni nani? Mtume Muhammad. Msikilize Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi sahihi, bwana usiwe na shaka nayo. Ameipokea Imam Ahmad, si ndio imamu wa sunna? Ameipokea Ibn Majah, At-Tirmidhi, An-Nasa'i. Nenda katika vitabu vyake, sikiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam anaweka maneno wazi, anasema thalathatun, hakusema thalathun. Watu wa balagha wako na nahau zao, kuna tofauti ya kusema thalathun na thalathatun. Nasema hivi natia udambwi ili upate hamu ya kusoma. Katafute kwa nini thalathun na kwa nini iwe thalathatun na wala isiwe thalathun. Vitabu vipo, wanavyovijua wapo, mimi sisemi. Ile Mtume kaza thalathatun, haqqun ala Allahi aunuhum. Anasema watu watatu, kisha inakuja neno haq. Mwenyezi Mungu mmoja katika majina yake ni nini? Thalathatun haqqun. Hiyo fasaha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwenye hibatun wafira, Allahumma salli alayhi, anasema watu watatu, namna tatu, ni haki ya Mwenyezi Mungu. Mungu amejilazimisha, amejiwekea jukumu,
aunuhum, kuwasaidia. Hiyo kajilazimisha nani? Allahu jalla jalal. Watu namna tatu Mwenyezi Mungu kajipangia, ni mpango wake wa lazima kwake kuwasaidia. Wa kwanza, annakihu yuridu al-afafa, mwenye kuoa lakini kwa lengo la kujichunga na maasi. Sio kuoa aonekane baba mwenye nyumba, sio kuoa ili apate kazi, sio kuoa ili kuoa kwa ajili ya al-iffa. Unaingia katika ndoa lengo nini? Ili usimuasi Mwenyezi Mungu. Wewe Mwenyezi Mungu ni haqqun alayhi aunuk, ni jukumu lake kukusaidia. Wa pili, wal mukatabu yuridu al-ada, na yule mtumwa alioandikishwa mkataba akaambia ukileta kiasi kadhaa utakuwa huru. Huyu mwenye lengo la kutaka kujikomboa, Mwenyezi Mungu atamsaidia, atakomboka. Na wa mwisho, al-ghazi fi sabilillah, na yule anayepigana katika njia ya Mwenyezi Mungu, wakiwemo mashehe, waalimu, maimamu, anaingia katika hadithi hiyo. Hawa wawili tuache. Mahallu shahid kwenye ukombozi wa hili tuliokuwepo hapa, annakihu yuridu al-afafa. Tena kuna alif na lam, akusema annakihu yuridu afafan. Sheikh Mziwanda yupo. Waislamu, turudi tena kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Azina, uzinzi, hivi Kiswahili safi kutaka kufaidi hivi. Azina, narudia mara ya tatu, azina, uzinzi, turithu azina turithu al-faqra. Zina inaleta ufukara, inaleta umaskini, inaleta ugumu wa maisha duniani. Hakusema sharti azini fulani, uwepo wa zina tena moja. Hapa ndo paitwaje? Butimba. Ikipatikana zina moja tu hapa kote, hapa tutoka mafukara. Azina, zina turithul faqra, inaleta ufukara. Lakini watanqusul umra, na inaua mapema. Hadithi hizi zinatakiwa ziingizwe katika ilani ya vyama vyote vya siasa. Si kila anayegombania nafasi fulani kwenye siasa lengo lake atutoshezee matatizo, kwamba nitawaletea maji, sukari, elimu, afya, maisha bora. Sisi tunataka hadithi iwemo, na nitawaondoshea zina, nitahakikisha kila mtu kaoa. Wallahi nawaambieni, haya matatizo haya hayaletwi na awamu ya aina yoyote. Eti awamu hii, awamu ya aina yoyote, uwepo wa zina. Ukisoma katika qisas al-Israiliyat, wakati wa Nabii Allah Musa alayhi salam akishinda maadui, akasema mkitaka kumshinda huyu ipatikane zina moja tu. Wakapelekwa visichana vigori, vichinchiri, vyenye umri wa kuweza kusafisha damu za watu wazima, akapelekwa huko alipokuwa Musa alayhi salam. Na biashara, mwingine anauza peremende, mwingine karanga, mwingine askrimu, kama zilikuwepo wakati huo, Allahu aalam. Wakafika huko wakawaona, mmoja akamuona kibinti sio cha kawaida, kizuri kweli. Akamuuliza Nabii Allah Musa alayhi salam, huyu naye haramu Musa huyu? Huyu hivi alivyo huyu haramu? Kaambia haramu, la tafukul khatama illa haka. Usiende hivi, ukimtaka kamuoe, wazee wake wapo. Akaambia bwana, hebu nenda kamuulize Mungu kwa umekati. Wakallama Allah Musa, wewe unatiatia naye story, hebu kaongea naye polite language, uenda huyu hayumo. Akaambia hapana, hayumo huyo haramu.
ukimtaka kamuoe. Akatizama mjini Kariakoo, akatizama, akala naye. Kikafanyika hicho kitendo kiite unavyoweza wewe, uzinzi, sijui machafu. Yani on the spot, kwa zina moja walikufa watu 60,000. Kwa zina on the spot, yani pale pale watu 60,000 walikufa wazima. Nakwambia hapa tulipo hivi sasa hivi huko zinaendelea, zina ngapi? Corona tuitegemee, vifo vya vimbari tuvitegemee, maisha magumu, dawa yake hichi tulichokiona hapa. Ndio nikasema tumehudhuria jambo kubwa tukufu sana mno kweli kweli. Tumpongeze ndugu yetu na wote ambao kwamba wanaingia katika jambo kama hili. Nimaliza kipengele hicho, nimgeukie bwana harusi. Mtizame, mimi senior katika jambo hili, niko level city. Unaelewa lugha hiyo? Niko level city na sina hata mashaka na mwalimu wa chuoni. Mswalini Mtume Muhammad. Nimalizie jambo hili. Sisi wote tunahudhuria jambo. Pawe balozi wa Mtume Muhammad. Akimsikia mtu anapiga kelele, njaa, sijui nini, mwambie umeoa. Mtaani kaanzishe kampeni hiyo ya watu kuoa na kuolewa, na wakina mama huko vile vile. Maana akiolewa mtu mmoja katika wakina mama hataki aongezewe. Tunataka maisha mazuri, maisha tupate saadatu ad-daraini. Sawa sawa? Basi njia nyepesi kabisa ya kuondosha haya ni ndoa tu. Ile hadithi niliyosema azina turithul faqra wa tanqusul umra, ile iko katika utaalamu wa mafuhumu al-mukhalafa. Mtu akikwambia kaa chini, maana yake akakwambia kaa chini, akakwambia usisimame. Na akikwambia simama, akakwambia usikae. Kwa hiyo ile hadithi zina inaleta umaskini na inaua, nenda naye kinyume nyume. Maana kinyume cha zina ni ndoa, kinyume cha umaskini, kinyume cha kuua, huhui. Yewe nenda kinyume nyume tu. Amrun bi shay'in nahyun bi dhiddihi. Watu wa usulul fiqh wanasema hivyo. Bwana harusi, kuna mashaikh watakuja kusema, watakwambia vizuri. Mimi nikwambia kitu kimoja tu. Jambo uloingia zuri sana, lakini baya kweli kweli. Wenyewe wanachuoni wanakuambia adhabuha azbuha, azbuha adhabuha, adhabuha azbuha na azbuha adhabuha. Yani adhabu yake ndo utamu wake na utamu wake ndo adhabu yake. Waulize wazee waliokuwa mbele yako kina Sheikh Hassan, wanajua mambo hayo. Lakini isikutishe, nikwambie kitu kimoja, nitizame tena kwa upendo tu. Uwe na vitu vichache nyumbani kwako. Kitu cha kwanza, nyumba yako mkabidhi Mungu. Umeniona hapo? Makosa tulokuwa nayo, mtu akishaoa yeye ndo Mungu, yeye ndo kila kitu. Innamal hayatu aqidatun wa ijtihad. Wanachuoni wanakuambia maisha ni spiritual. Kwanza Mungu, Allah awwalu kulli shay, kisha ndio wewe. Uwe na kitu kinaitwa al-istida', istaudi'illah. Nyumba yako mkabidhi Mungu. Nini maana ya kumkabidhi? Hakikisha nyumba yako regular au kanuni za Allah subhanahu wa ta'ala ndizo zinazotawala nyumba yako. Sawa sawa? Msikize mama Aisha radhiallahu ta'ala anha wa arda, anasema kunna ma'a rasulillah sallallahu alayhi wasallam nuhadithuhu wa yuhadithuna. Sisi tulikuwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, tuko peace, tukiongea naye na tukicheka naye. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa ni dikteta nyumbani kwa sababu ni mume, la.
Alikuwa akiingia watu wote wanaona raha, amekuja mtu. Akitoka nyumba inapooza, yuko wapi Mtume sallallahu alaihi wasallam? Leo wengi katika watu akiwepo nyumbani, watoto wanaomba hajatoka mzee, wanatumana vipi yupo, unaombewa utoke. Ukianza kuombewa kutoka maki ndio unaombewa kufa. Umeelewa? Mke anataka utoke, watoto wanataka, na ukitoka sasa alhamdulillah ala kulli hal. La, Mtume Muhammad sallallahu hakuwa hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwemo ndani watu hataki atoke, na akitoka atarudi saa ngapi? Maneno anayasema mkewe mama Aisha. Na ukitaka kumjua mtu maneno ya kweli alivyokuwa nyumbani na uhakika wake, mkewe ahadithie. Kuna watu wengi wanasifiwa nje, ndani ovyo. Na ukitaka kumjua mtu mkweli kabisa, weka msifie mbele ya mkewe tu. Akisema unajua hivyo walivyo, hata kama kavaa juba la njano, hata kama yeye ni shehe wa mkoa, lakini ile ishamuangusha. Si mnanielewa vizuri? Bwana harusi, haya maneno yako sifiwa, hakikisha nyumbani unasifiwa. Lakini mama Aisha anasema hatta idha jaati sala, wa fi riwaya hatta idha qamati sala. Anatubadilika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaposikia adhana na unapoingia wakati wa swala. Sio yule hacheki na sisi, haongei na sisi, na rangi humbadilika mpaka tuswali kwanza. Tukisha swali anarudi katika normal position, katika hali yake ya kawaida. Watu wengi hawako hivyo katika majumba, ndio maana maisha yanakuwa magumu. Kwa lugha nyingine, bwana harusi, nitizame usichoke, mimi na wewe. Ukirudi nyumbani kutoka katika shughuli zako za biashara kadha kadha, ukirudi nyumbani, ukiingia mlangoni tu, neno la kwanza uliza, mmeswali humu? Sio vipi, luku imeisha, watoto wameenda shule, yule jogoo mwekundu karudi, wageni washaondoka. Watu wote tunaingia majumbani na maneno hayo, nyumba zinafeli. Ingia kwanza, Mungu aliletwa humu ndani. Ukiambiwa ndio tumeswali, tuanletee mpunga nile. Muhammad, ukitazama ni kitu kidogo sana, lakini ndio kitu kinachojenga majumba. Ndio kumkabidhi Mungu nyumba hii. Kahakikishe unafanya hilo jambo, na alhamdulillah umempata binti wa shekhe ana mafundisho haya. Cha pili, kuwa na subira. Nini? Kwa sababu uliomuoa ni mtu, alafu si mtu tu, mwanamke. Umenielewa vizuri? Mimi mmoja katika mashekhe zangu nimesoma kwake, naondoka ananiambia duniani kaogope vitu vitatu. Ndio wasia. Cha kwanza, kamuogope mwanamke. Viwili sivitaji hapa kwa sababu sio sehemu yake. Sawa. Masala kusema utanifanya nini bwana? Si mwanamke tu, umefeli. Msikiti wa Kichangani Magomeni, huu mwaka wa 31. Siku moja nimeswali na mtu swala ya alasiri. Karibu na kutoa salamu, tupo katika tahiyatu, kasonya. Baada ya swala namuuliza, mzee vipi? Sasa kwani nini? Mimi nimekusikia umesonya. Humu katika swala? Ndio humu. Wanawake bwana. Kanabeba wanawake. Sijui kafanywa nini huko. Lakini sasa neno moja, wanawake. Alhalimu takfihi alishara wala yahitaji ila alibada. Maana kakorokochwa huko time zote hakukumbuka, lakini wakati yupo katika Mwenyezi Mungu, raha ya swala ipo katika sijida na tahiyatu. Soma tafsiri ya tahiyatu. At-tahiyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillahi. Mwana maneno kwa matamu kati nini? Wanawake bwana, mwanangu wewe acha tu. Kawe na subira, kwa sababu uliomoa ni mtu, tena ni. Kwa nini nasema mwanamke na mwanaume tofauti? Mwanamume Mwenyezi Mungu amemjalia udongo wa maisha yake yote ni jibilatul maanawi, mambo ya kimaana.
Lakini mwanamke alivyoumbwa na Mwenyezi Mungu, dongo lake na jibila lake ni alhawas, alhis. Na hisi nini? Ni ile milango mitano ya fahamu: kuona, kunusa, kusikia, kuonja na kugusa. Chukua ilmu hiyo, usione ilmu gani. Najua hapa una hamu ya vitu fulani unisikii. Watarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsiruna, hilo nalijua, lakini jikaza hivyo hivyo nisikie, ndio semina kubwa hii. Sio, umeelewa? Najua unisikii, akili yako iko huko, nisikilize. Man istajala amran qabla awanihi udhiba bihirmani. Sawa sawa. Mwanamke na wewe tofauti. Mwanamume siku zote chochote anachokiona hakubaliani nacho mpaka akite katika ubongo kwanza na hakiki. Hata kama anasikia sauti yangu, huyu Walidi sio Walidi, mpaka aje kwenye gusa aje na vipimo, huyu kweli Walidi, sio fake. Lakini mwanamke huko alipo ndio yule Walidi yule. Uniona tu, si umeelewa? Au kusikia au. Japokuwa sasa hivi wanaume wengi wapo kama wanawake. Ukimwonyesha kitu tu wako. Watu wengi wamesikilizishwa maneno tu, sio wanaume tena. Maimamu wangapi wamebadilisha msimamo kwa kuonyeshwa vitu au kwa kupewa? Ukimvulia kofia tu mtu umembadilisha mpaka kabila. Mwanamume hatakiwi hivyo. Umenielewa vizuri? Nitakupa mfano wangu mimi mwenyewe, mashaka mtanisame. Juzi pale karibu na msikiti wa Kichangani kuna hoteli, nimeenda kunywa chai. Nilipomaliza naenda kulipa, yule counter ananiambia ushalipiwa. Nikamwambia bwana, nimelipiwa bwana. Umeelewa? Kwa nini anilipie? Kwa sababu shekhe, labda mashaka lazima walipie. Lakini mwanamke angeuliza, singesema asante. Si umeelewa vizuri? Chukua hiyo. Sasa wanawake kwa maumbile yao haya wana haraka ya kila kitu. Katika sekunde moja mwanamke anaongea, sekunde moja hiyo anapika, kipindi hicho anafagia, kipindi hicho anamnywesha mtoto maziwa, kipindi hicho anamvisha mkubwa nguo aende shule, kipindi hicho ananunua ufagio. Waulize watu. Kwa maana hiyo, kwa haraka alokuwa nayo na wepesi alioombewa na Mwenyezi Mungu, na wewe anataka uwe kama yeye. Kipindi hicho tunakwambia luku imeisha, sina sare, usiseme ujue ndo walivyo wenyewe, wanacheka huko. Msalimu Mtume Muhammad. Semina kubwa sana. Ndivyo walivyo. Umeelewa? Kwamba yule tena kama unakaa naye wiki nzima hajanuna, stuka, utakuwa umeuziwa mbuzi kwenye gunia, uenda mwanamume mwenzio. Unakaa na mwanamke wiki nzima hajanuna, hamna sababu, unaingia na kuita hane, my oxygen, my nini, na wewe unachekelea, umeliwa. Msalimu Mtume Muhammad. Naongea vitu kama nachekesha, lakini ndio majumba mengi yanakuwa hivyo. Akija mwanamke kanuna, naye kanuna. Yeye kanuna kwa sababu mtu wa chuoni imba kaswida. Mimi mwenyewe na sauti nzuri, naanza kupiga bayati nje nikiona mtu kanuna. Wakati. Umeelewa bwana? Kuwa na subira, kwa sababu mnatofautiana tabia. Na Mtume Muhammad anasema, idha sami'tumul jabala zala an makanihi fasaddiqu, wa idha sami'tumur rajula zala an tibaihi fala tusaddiqu. Ar-rajulu hapa ni jinsi, kwa maana ya mtu. Ukisikia mlima umehama Kilimanjaro ukaja hapa Mwanza, Mtume anakuambia kubali. Lakini ukisikia siku moja binadamu ameacha tabia yake aliyozaliwa nayo, kataa, kwa sababu uwezekano huo haupo. Msalimu Mtume Muhammad. Kwa hiyo yule unamuoa na tabia zake hazitobadilika, hizo. Umenielewa brother? Ujue tu namna kwenda nazo. Mwenyezi Mungu akubariki, akufanyie wepesi katika jambo kama hili, na inshallah namba yangu ya simu utachukua, na mafunzo mengi katika jambo hili nitakusaidia. Na hatutaki leo umeoa kesho umeacha. Sisi tunataka uwe naye mpaka ima akukalie eda au wewe umkalie eda. Wa ma alaina ila albalagh mubin.